katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Pigia kwa kumbazu. Karibu sana. Karibu sana mjumbe. Karibu sana. Amen. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Ni kukaribisha kila mmoja katika jina la Bwana Yesu Kristo. Na shukuru Mungu kwa kuwa yeye ni mwaminifu. Zaidi yote anazidi kuwa mlinzi. Katika vyote tunaona wokovu na ushindi wake ukiwa pamoja nasi. Yesu asifiwe. So siku ya leo nimeokoka. Nina furaha kwa ajili ya Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu hangekuwa yeye, mimi singekuwa jinsi nilivyo. Niko hivi kwa sababu yake yeye. Bwana Yesu asifiwe. So nakaribisha kila mmoja, feel free. Mahali popote ambapo umekaa, feel free ya kwamba uko katika nyumba ya Bwana. Najua mapito tunayapita. Mengi changamoto zinaweza kuwa na zinapokuwa zinaweza tuweka tension. Tuko hapa lakini mawazo iko kwingine. Tunawaza jinsi tunavyokula, tunawaza jinsi tunavyosafiri, tunawaza vile wiki inaanza, Tuesday kazi na mambo mengine ambayo yanaona hivyo. So inakuja inatufikisha wakati ya kwamba tuko na mawazo mengi ambayo tumeyajaza ndani ya mioyo zetu. Na tunapea Mungu nafasi ambayo kidogo ama za zingine nafasi ambayo haipo. Lakini kwa nafasi hii ni kusii kila mmoja ya kwamba tuko katika nyumba ya Bwana. Na hapo Daudi ndipo alisema ya kwamba tamanio langu ni kukaa katika nyumba ya nani? Ya Bwana na kutazama uzuri wake. So feel free ufurahie kwamba uko katika nyumba ya Bwana. Na Bwana yuko hapa kwa ajili ya kukutendea. Bwana asifiwe. Biblia inasema wawili watatu wamekusanyika kwa ajili yangu, ni mahali hapo nipo. So tuna uhakika ya kwamba hapa Mungu wetu yupo. Bwana asifiwe. Na yuko kwa ajili ya kututendea. So kana utayari kwa ajili ya kupokea kutoka kwake Mungu. Tuingie katika neno. Topic yetu ni kuhusu nini? Spiritual warfare. Bwana asifiwe. Spiritual warfare. Na tuko katika kipengele cha ngapi? Cha 6. Na kipengele cha 6 tunasema hili ni jina la nani? Jina la Yesu. Bwana asifiwe. Ambalo tunaongea juu yake ni jina la Yesu. So tunaona ya kwamba hii ni silaha ambayo tulipewa. Na tunataka tuangalie kiundani kwa nini Yesu hakutuachia sisi. Anajua ya kwamba tuna watu wa vyakula. Hangetuachia tu ardhi yote na vyakula. Hangetuachia na magari ambayo matamanio ya wengi yako. Hatuachia na ndege ambayo wengi wanaanza usiku wa walali wanaanza hizo vitu. Hatuachia vingine, lakini akatuachia hilo jina. Bwana asifiwe. Kwa sababu alijua hilo jina liko na nguvu, na katika hilo jina liko na ufunguo wa kufungua vyote ambavyo unahitaji katika maisha mwako. Bwana asifiwe. Kwa sababu angekupatia pesa huisha, angekupatia gari zinaoza, anakupatia vyote vya dunia vinaisha. Bwana asifiwe. Lakini hili jina lake halipungui, kila wakati linaendelea kuwa na nguvu ndani ya maisha yako. Vile unavyoendelea kuelewa jina la Yesu, ndipo linazidi kuwa na nini? Na nguvu. Bwana asifiwe. Na tunaona ya kwamba hili jina Yesu Kristo hakufanya namna gani? Hakupata hivyo tu. Bwana asifiwe. Lakini tuliposoma katika Waebrania 1:4 tukasema hili jina it was an inheritance. Bwana asifiwe. Alipata kama urithi kutoka kwa nani? Kwa baba yake. So tunaona ya kwamba kitu unacho inherit ni kumaanisha ya kwamba umetoa kwa wale wazazi wako. Bwana asifiwe. You inherit. So jina alilopewa ali-inherit. So kumaanisha ya kwamba hili jina lenyewe lilikuwa kwa baba. Na akiwa na wanafunzi wake tuliposoma in the book of Matthew
chapter 6 tukianza verse 9 alisema ya kwamba ombeni ya kwamba Baba yetu aliye wapi? Aliye mbinguni. Bwana asifiwe. Jina lako lifanye namna gani? Litukuzwe. Hallowed be to your name. Bwana asifiwe. So tunaona ya kwamba neno hallowed ni kumaanisha kwamba unapea Mungu hilo jina heshima. Sio jina tu, lakini linastahili lipewe nini? Lipewe heshima. Na akasema ya kwamba linapopewa heshima ndio litakufungulia baraka zako na chochote ambacho unafaa mna gani unachohitaji ndani ya maisha yako, kwa sababu unaanza na hili jina, na hili jina ni la Baba wetu aliye wapi? Aliye mbinguni. Na hilo jina ndilo Yesu alifaa mna gani alikuja kuinherit. In the book of Hebrews chapter 1 verse 4 alikuja kuinherit. Unaweza sifiwe. Alafu tuangalie in the book of Isaiah. Isaiah chapter 9 verse 6. Biblia inasema namna gani? And the child was what? The child was born. And the son was given. So, Yesu ameongelewa mara pili hapa. Ameongelewa as a child who was given and a son who was a child who was born. Bwana asifiwe. And a son who was given. Bwana asifiwe. So tunaona ya kwamba as a child yeye alizaliwa, lakini a son alipewana. Bwana asifiwe. So tunaona ya kwamba katika siku ya leo kama ya Pasaka ya siku ya leo, tunaona ya kwamba Yesu yale aliyotutendea si tu atukuzaliwa kwake ndio sisi tulifanya na gani tulipona, ama si kufufuka kwake sisi ndio tulipona, lakini kulikuwa na kile ambacho kilikuwa ndani mwake. Bwana asifiwe. Kwa sababu kuna wengi ambao wanazaliwa na kuna wengi ambao wanakufa na wanafahamu na gani wanafufuka. Bwana asifiwe. Hata katika historia wewe uko na historia ya kwamba kuna mtu alikufa akafahamu na gani akafufuka, lakini walipofufuka they have no effect. Lakini kuna kitu gani ambacho kiko ndani ya Yesu ambayo kilimfanya yeye ndiye alizaliwa, yeye akakufa akafufuka, na kufufuka kwake kukawa tofauti na jinsi ilivyo. Bwana asifiwe. Because of the sonship. Bwana asifiwe. Yani ile ambayo tulipewa na Baba. So sonship we were given, but the child we know that we born. Bwana asifiwe. Alizaliwa kutoka kwa Maria. Unaelewa? Lakini a son was given from the Father. That is now the Holy Spirit that was in what? In Jesus. Bwana asifiwe. He was given. So Jesus was given a name. Jesus was given a what? The power, the authority from above. Aliyepata anaweza kusomea katika Isaia. Na tuone Biblia inasema nini? Isaia 9 mstari mmoja tu wa 6 pekee yake. Nataka kwenda mstari hii. Isaia 9, yes. Isaiah 9:1. Nevertheless, the demise shall not be such as was in there. Yeah, hebu tuone fashion ya mchungaji hapo. Isaia 9:6. Yes, to us a child is born. Bwana asifiwe. Yes, and to us the son is given. Bwana asifiwe. Baki naendelea mchungaji alisema. And the government is upon his shoulders. And the government, Bwana asifiwe. The government will be on his shoulder. Sasa
sasa yeye ako na uwezo wa kupepa nini? The government. And the government is not the government of the earth, but the government of what? Heaven. So it means that he has the power to rule over the heaven. So the government is in his what? Shoulder. And his name will be called Wonderful. Yes. His name will be called Wonderful. Wonderful, it means that he does wonders. Kwa maisha yako unapomwamini anakufanyia miujiza. Yaani wewe inafika mahali unashangaa. Unasema hapa mahali nilifika namna gani? Because the name is called Wonderful. Bwana asifiwe. So alipoenda katika Kana, watu wamekosa pombe, wamefanya mfinyo zote hawana. Yeye alipofika pale wakaonja hiyo, wakasema alikuwa wapi mwanzo? Bwana asifiwe. Because he did what? He did wonders. Watu ndio wamekuja wamekusanyika, zaidi ya watu wanasema wanaume peke yake walikuwa 1000 ngapi? 1500. Bwana asifiwe. Hawajahesabu watoto, hawajahesabu wanawake. Bwana asifiwe. Kumaanisha walikuwa wengi. Chakula Yesu akasema hivyo wapi hao watu wakule? Watu wakaanza kuwa na wasiwasi. Hata wafuasi wake wakasema hapana, Yesu ndio wamesikiza neno, lakini acha tuwaruhusu sasa waanze kutembea ili wakakule makwao. Wanaweza sifiwe. Yesu akaona hao watu wakienda wanaweza anguka kwa njia kwa sababu wamekaa muda mrefu sana kufanya mnagani kunisikiza. Akauliza kama kuna chakula. Tukapatikana na samaki ngapi? 2, mikate ngapi? 5. Wanaweza sifiwe. So hiyo wakawa na wasiwasi, hii 2 na 5 italisha hii umati yote. Lakini because he is the Lord of wonders, hiyo ikawa chakula tosha kwa ajili ya nini? Maisha yao. Bwana asifiwe. So he did wonders on the life of those people. So tunaona ya kwamba he will be called Wonderful. Bwana asifiwe. He is called Wonderful because of what? He does wonders. So unapomwamini ndani ya maisha yako, kuna wakati ambao unakuja kuanza kushangaa na haya nimetendewa namna gani? Because you understand his name. But if you don't understand his name, utaishi tu na kulalamika. Unasema wengine wanabarikiwa na mimi, wengine wanakaa vizuri na mimi, kwa sababu malalamishi yatakaa ndani ya nini? Maisha yako hautamuelewa. Kwa sababu umuelewi na jina lake haulielewi ni nani. Bwana asifiwe. But if you understand that Jesus is wonderful, then he will do wonders in your life. Regardless of the situation you are passing through. Tunaona hapa ya kwamba huyu alikuwa anaitwa nani? Yusufu. Bwana asifiwe. Anapitia mapito ambayo ndugu zake wanamchukia, wanamtupa. Lakini yule waliyemtupa Mungu anafanya gani? Anafanya wonders in his life. Wanaenda wananyenyekea chini yake ili wakapate chakula, wakafanya gani? Washibe. Bwana asifiwe. Aliyetupwa, aliyetadharauliwa, aliyeonwa si part of the family, ambaye alionekana we can do away with this person, lakini the person they wanted to do away, it is the person they needed when they were in need. So tunaona ya kwamba our Lord is wonderful. Is wonderful because he is there to do wonders in your life. But if you don't understand that he is wonderful, you can stay life of regret, the life of cry, because you don't understand his name. But ukielewa jina lake, then hautakuwa na wasiwasi yoyote hapa duniani. Unapoishi, unaishi ya kwamba niko na mfalme, na huyu ni mfalme ambaye anafanya nini? Makubwa ambaye mimi sielewi ndani ya maisha yangu. Mchungaji anaendelea kusema namna gani? Mighty God. Yeah, he is mighty God. Bwana asifiwe. Amen. He is mighty God. So if you don't understand that the name Jesus is mighty, then unaweza ishi a nameless life. Unaishi maisha ya kushindwa. Bwana asifiwe. Amen. Kila kitu ambacho unaona shetani anakuambia ya kwamba hiyo umeshindwa, huwezi enda mahali.
Anaweza sifiwe. Chochote ambacho unapanga tayari shetani analeta hiyo huko nini? Kushindwa. So unaishi maisha ya kushindwa licha ya wewe you are serving a mighty God. Anaweza sifiwe. Daudi alielewa. The person I'm serving is mighty. Eliabu, Abinadabu na Shama, mandugu zake wakubwa, they were well trained. Babaka akawatuma wewe enda katika vita, enda pikana huko. Wakaenda katika vita. Walipoona Goliathi, wakaona Goliathi is mightier than them. Wanaweza sifiwe. Amen. Lakini huyu Daudi alielewa na aka-understand the name of who? The name of the Lord. Akasema he is mighty. Na hata Sauli alipokuja kumuinterview, akasema sasa, kwa nini wewe mtoto mdogo hivi umeamua kwenda kupikana? Akasema sikizeni, yule ambaye ninamwabudu ako na uweza na ataniwezesha hii Mfilisti nitafanya gani? Nitammaliza. Akasema sikiza, aliniwezesha simba alipokuja kwa ajili ya kupoteza kondoo za baba yangu, mimi nifanye na gani? Alinitia nguvu nikamrarua. Tubu alipokuja ni hivyo hivyo. Sasa haya huyu Mfilisti unayemuona huyu, kwa kweli pia yeye akamtia mkoroni mwangu na naweza kumaliza kichwa yake inaenda kufanya gani? Inaenda kuanguka na napeana hiyo msoka yake kwa ndege na wanyama wa mwitu watakula. Anaweza sifiwe. Amen. He understood. Lakini usipoelewa that the person you are serving is mighty, unaweza enda kushindwa, maisha ya kulemewa, maisha ya kulalamika, maisha ya kulialia, maisha ya kuteseka bila kuelewa uliye naye is mighty. Bwana asifiwe. Amen. Na haijalishi wewe unaenda kanisani ama wewe hauendi kanisani, but if you understand that the name of Jesus is mighty, then ujue ya kwamba any vita vitakavyokuja wewe unamtanguliza Yesu nini? Yesu wako. Bwana asifiwe. Unapomtanguliza yeye anaenda kukupigania, anaenda kukupa ushindi, because you understand the power that is there in the name of who? The name of Jesus. But if you don't understand, then unaweza umia na uko na Yesu. Na nikawapa mfano wa mama mmoja alisomesha mtoto wake. Yeye ni mama mchana, Mungu akamfanikisha, akapata scholarship, akaenda ng'ambo. Alipomaliza akafanya namna gani? Akapata kazi. Akaanza kutumia mamake dola zinakuja, mamaka anaziona hizi makaratasi, mapicha ya mtoto wangu amenitumia, anaziweka kwa ukuta. Bwana asifiwe. Mwishowe anakosa chakula cha kukula. Haelewi hizo ambazo hapo nazo akipeleka kwa benki, anabadilisha zinakuwa pesa anatumia. Yeye anaona ni mapicha analeta tu kwa ukuta. Bwana asifiwe. Sasa watu wanakuja anasema hata mtoto wangu halitumiangi chochote, kitu yenye ananitumia ni mapicha tu hizi. Anatumia mimi naekanga tu. Hata kuelewa ya kwamba hizi ni pesa, ndipo akaja akagundua kumbe zinaweza msaidia. Bwana asifiwe. So ni hivyo, hata Wakristo wengi tunaenda kanisani. The name of Jesus we were given. We were given. But if we don't exercise this name, we don't understand this name, tunaweza umia, tunaweza teseka, na kumbe jina ambalo la kutupa ushindi, jina la kutupikania vita ambazo ziko mbele zetu, jina ambalo linaweza kutushindia maadui ambao wanakuja mbele zetu, liko tu na sisi, na sisi hatuelewi. Sasa tunaumia, tunateseka. But if we understand the mightier name of Jesus, then hakuna chochote ambacho kitafanya gani? Kitatuweza, kwa sababu we go in the name. Na hata akaakiza wanafunzi wake, if you go anywhere you go by my name. Bwana asifiwe. So unaona ya kwamba unapoenda katika jina la Yesu Kristo unaenda kupata nini? Unaenda kupata ushindi. Lakini ukienda peke yako, then unaona ya kwamba unashindwa. Mchungaji ni kama inaendelea hapo, inasema it is also everlasting Father. He is also everlasting Father. Bwana asifiwe. Amen. Hizi vitu zingine ambazo tunakimbilia vinaisha. Bwana asifiwe. Amen. Mambo haya yote ambayo tunaona haya yanaisha.
Wazazi wetu ambao wako duniani inafika mahali hawatakuwa. Lakini huyu Yesu, it is the only inheritance that we were given. Wanaweza asifiwe. That is the everlasting. So vitu vyote vinaweza keuka. Yule ambaye unaamini ya kwamba huyu ni ndugu tulizaliwa na yeye atanisaidia, inaweza fika mahali asitusaidie. Na Biblia ikasema ya kwamba yeyote anayetegemea mwanadamu amefanya namna gani? Amelaaniwa. Wanaweza asifiwe. So inaweza fika mahali wengi wanalalamika, eti ndugu yangu wako na mali mingi lakini hataki kunisaidia. Dada yangu huyo mahali hapo vizuri lakini mimi naumia na watoto wangu nateseka hapa na yeye ako vizuri. No. They are not your help. Your help is from heaven. Wanaweza asifiwe. Mungu anaamrisha heaven atoe hata watu mbali kwa ajili ya maisha yako. If you understand him. Wanaweza asifiwe. Kwa sababu he is our everlasting Father. He cares for us. And the nature of the Father is to care for his children. Si baba tu yule wa kuzaa na kuacha, hapana. He is there to care for his what? Children. So yeye ako pale purposely to care for our life. Kwa ajili ya kufanya gani? Kuhakikisha kwamba tuko sawa. Tusiwe watu wa kutunaimia vya dunia. Lakini the only thing is our Father who is everlasting. Wanaweza asifiwe. Amen. So tunakuja kwa swali. Why did he give us his name? Kwa nini akatupa jina lake? Kwa nini? Wanaweza asifiwe. Amen. Why did he give us his name? Tuanza na one. Because his name is a strong tower and a place of safety. Wanaweza asifiwe. Amen. Tutaangalia the book of Proverbs chapter 8 verse 10. Aliyepasa na alisomea mahali pale. Number 1. His name is a strong tower and a place of safety. Ambaye amepata hapa anaweza kusomea. Ni methali kwa Kiswahili. Ambaye ni nane kubwa. Inasema hivi. Yes. Tasoma kwa Kiswahili. Pokea mafundisho yangu wala si fedha na maarifa kuliko dhahabu zangu. Ni 18, sorry. 18:10. Not 8. Sorry, 18:10. Proverbs ama Methali 18:10. Inasema hivi. Jina la Bwana ni ngome imara. Ni ngome. Mwenye haki ukimbilia akawa salama. Mwenye haki ukimbilia akawa nini? Akawa salama. So tunaona ya kwamba jina la Yesu ni ngome nini? Ni ngome imara. Na mwenye haki anakimbilia anakuwa nini? Anakuwa salama. So tunaona ya kwamba ukitaka mahali ambapo utakuwa na usalama ni katika nini? Jina la nani? La Yesu. Kwa sababu hiyo ndiyo ngome. Hata shetani na mapepo kule walithibitisha wakamba hiyo ndiyo jina. Na ikasemekana kila koti, kila ulimi utakiri ya kwamba jina la nani? La Yesu. Bwana asifiwe. Amen. So tunaona ya kwamba hili jina, it is the strong tower. Yaani ni mwamba ambao umesimamisha. Na huu mwamba hauwezi tingizika. Mafuriko ya kuje hautingiziki. Shida zozote zikuje hautingiziki. Kwa sababu uko ndani mwake. Bwana asifiwe. Na hii Danieli akakumbuka ya kwamba the name Msafi is so powerful. Wakamshika, wakasema hata wewe tunakuweka katika tundu la nini? Lazima na unaenda kuishi. Yeye akasema no. Hata mkiniweka kule sina wasiwasi. Wakamshika wakamweka katika, na hawajui wanayemshika ako ndani ya nini?
ya mwamba ambayo ni imara. So kufika huko, simba wanapoona hawaoni Danieli, wanaona mwamba ambao umefanya gani, umemsumbuka. Bwana asifiwe. Sababu ni nini? Alikuwa anatambua the name which is so powerful. Shadrach, Meshach na Abednego wakasema, sasa nyinyi hatutaki muabudu huyu Mungu ambaye mnamwabudu, mkeuze sasa muinamie miungu zetu. Naweza sifiwe. Hawa wakasema hapana, Mungu tunayemwabudu kwa jina lake tunamjua, tunamfahamu. Sasa nyinyi miungu mwenye mnasema hii sisi hatuiwezi. Wakasema mkikataa mnaenda kuwekwa katika tanuri la nini, ya moto. Nao wakawa na option mbili, wakasema hivi, mkituweka hivyo tunajua Mungu wetu atafanya gani, atatuokoa, na hata asipotuokoa tunaenda kuishi naye nini, milele. Bwana asifiwe. So hatuna wasiwasi, kwa sababu walielewa their father is everlasting Mungu, everlasting Father. He will be there forever. Hiyo miungu zao mvua inaweza zinyeshia wakati mmoja sioze, ziishi. Wafalme wapo wanaweza isha watoke, lakini alielewa ya kwamba huyu Mungu ambaye anamwabudu yeye hataishi, hataishi. Bwana asifiwe. Bali anastahili milele na milele. Wakasema hapana, haitakuwa hivyo. Sisi lazima Mungu, hata mkitutupa huko sisi hatuna wasiwasi. So walipowatupa ndani, mwamba ukaja ukawasingira. Nebukadneza alipoona alisema huyo ni mwana wa nani? Wa Mungu aliye hai. Kuna kiumbe cha nne, naweza sifiwe. Kiumbe cha nne ambaye ni Yesu Kristo amefanya gani? Amewasingira kwa sababu walikuwa ndani mwake. So unapokuwa katika mwamba, kuna moto ya hii dunia, na hii moto ya dunia haitakutia wasiwasi, haitakutia uoga, haitakufanya wewe uhangaike, sababu shetani analetanga ule moto ili kwa mawazo yako uanze kuhangaika. Na unapoanza kuhangaika kwa mawazo, unaona ya kwamba hata mipango mizuri uliyo nayo hauwezi kuifanya. Bwana asifiwe. Hata kama unataka kuchenga, lakini mawazo yako yaanze kuwa na fikra ambazo si nzuri, unaona hayo mipango mizuri uliyo nayo inaharibika. Na hiyo ndiyo kazi ya shetani, analeta moto kila wakati ili mipango yako iliyo mizuri isifanye na gani, isiende mbele. Na wengi wanaishi kuwa masikini kwa sababu ya nini? Ya hii mioto ya ulimwengu huu inakuja mpaka inaharibu na inawafanya wasielewe, wasiende mbele kwa sababu ya hii moto. So tunaona ya kwamba jina la Yesu ni ngome imara, na wanaoikimbilia wanakuwa salama. Danieli akakimbilia akawa salama. Meshach, Shadrach na Abednego akakimbilia, hata licha ya kuwekwa katika moto, lakini walikuwa nini? Walikuwa salama. So hata nasi tunapolikimbilia tuseme jina la Yesu, thus we are in the safe side. Lakini tusipoelewa ya kwamba jina la Yesu ni ngome, tunaweza kuishi na hili jina, tunatamka hili jina, lakini lisiwe na manufaa kwetu. Bwana asifiwe. Kwa sababu hili jina linaweza kufika mahali liwe tu kama udini. Inafika mahali mtu anakemea mapepo, anasema katika jina la Yesu enda, na mapepo hayaendi. Hayaendi kwa sababu ya nini? Yeye halielewi hili jina. Usipolielewa, then the name will not be effective in your life. But if you understand the name, then the name will be effective in your life. Na ndiposa kuna wale ambao walikuwa wanaenda kukemea mapepo, wanasema kwa jina la Yesu pepo enda, mapepo yakawauliza, hawa wengine tunawajua na nini ni akina nani? Bwana asifiwe. Because walifanya hili jina la Yesu kuwa kama kidini. Waliona wengine wakifanya, hawakuelewa vizuri hili jina linakaa namna gani. So they copy and paste and they use the same. Na sasa hiyo imekuwa udini. Kila mtu mahali anaenda jina la Yesu, na haamini, haelewi hilo maana ya jina ambalo anatumia ni jina ambalo liko namna gani. Na ndiposa Paulo anasema ya kwamba msitumie jina hili kwa mzaha. Bwana asifiwe. Sababu alielewa hili jina is so powerful.
Hili jina is so protective. Hili jina ni jina peke yake ambayo alipewa, and he was given as an inheritance. Bwana asifiwe. So si jina lile rahisi ambalo ni la kufanyia tu msaa na mchezo. Bwana asifiwe. Is so powerful. Then number two, tutasoma katika kitabu cha Methali. Methali hapo tutasoma chapter 3 verse 5, 6 and 7. Na hiyo tutaona ya kwamba iko na nguvu kufuta nguvu zote za magonjwa. Aliyepata naweza tusomea in the book of Acts chapter 3 verse 5 to 7. And has the power to break the powers of sickness and paralysis, transfer healing, strength, even marriage, work, job, and whatever. Bwana asifiwe. So iko na nguvu na kufunja magonjwa na ulemavu wote, iwe katika mwili wako, katika ndoa, katika biashara, katika kazi yako. It is the name of Jesus. Na hata wasiookoka wanajua, wanapoenda kazini wanajua ya kwamba hapo kazini ili wakae katika hiyo kazi hawezi kaa mtu tu hivyo, lazima wanakimbia kwa wakanga na wanapewa hirizi. So asiyejua Mungu anaenda na mahirizi katika kazi ili kazi yake iendelee kukua. Na wewe unayemjua Yesu, hata jina la Yesu peke yake hauendi nayo kazini, wewe unaliacha pale na unaenda kazini. Unaona ya kwamba vita za Wakristo zinakuwa mingi kwa sababu wasiyemjua Mungu wanaenda na mahirizi katika kazi. Hiyo kazi wapewe promotion, hiyo kazi wainuliwe, hiyo kazi wakae vizuri. Lakini wewe unamjua Mungu, unamjua Yesu, na usiende na jina la Yesu Kristo katika kazi yako. Nono nalemewa, shida zinakuja. Wanapoanza kuchucha, hata wewe ndiye take. Kila wakati mnalialia kwa sababu wanakupa vitisho katika kazi. Why? Because you have not gone to job with the name of Jesus. So aliyepata naweza tusomea in the book of Acts chapter 3, 5, 6, 7. Yes. And he kept ahead them, expecting to receive something from them. Yes. Sita. Then Peter said, silver and gold have I none. Inasema hivi sana, but such as I have given, I have them. The name of Jesus Christ of Nazareth. Yes. Rise up. Yeah. The name of Jesus Christ of Nazareth. Rise up and walk. What does that mean? So tunaona ya kwamba huyu mtu alikuwa namna gani? Alikuwa amelemewa. Tangu kusaliwa kwake hawezi tembea. Anapepo anawekwa pale kwa ajili ya kuombaomba. So kila wakati anaomba, Bwana asifiwe. Lakini Petro alielewa. Akasema hizo silver, because silver it was a mean of exchange with that tribe. Bwana asifiwe. Akasema silver and gold I don't have. Sina. Lakini nilicho nacho, Bwana asifiwe, what I have, I give you. So tunaona ya kwamba Petero alikuwa na nini? Alikuwa na jina. So how did he possess the name? Because he believed in the name. Bwana asifiwe. Sisi tunapata neno kuingia ndani mwetu kama tumeliamini. Tunapoliamini hilo neno ama hilo jina linaingia ndani mwetu. So linapoingia ndani mwetu, Yesu anasema anakuwa ndani mwenu
nani mnakuwa ndani mwangu. Bwana Yesu asifiwe. So sisi Yesu ako ndani mwetu, na alipo ndani mwetu it is easy to give it out. Bwana Yesu asifiwe. Because it is not easy for a person to give out what he don't have. If you don't have money, then you cannot give out money because you don't have. You give what you have. Bwana Yesu asifiwe. Kama uko na pesa ni rahisi sana upeane kwa sababu uko nazo. But if you don't have, then it means you don't have. So Petero alikuwa na nani? Na Yesu. It was easy to give out because he had Jesus. Na hapo Wakristo wengi tunakosa kwa sababu kwa mdomo tumemweka Kristo, lakini ndani ya maisha yetu there is no Christ. Bwana asifiwe. Tunatembea bila Kristo. Na sasa tunapopata mwingine anaumia huku anahitaji Kristo, we are not ready to give it out because we don't have, or because he is in our mouth, we are easy to speak it out, but we don't have in our what? In our life. What does that feel? But you give what you possess. So we don't possess Jesus, then we cannot give Jesus out. Petero akajua ya kwamba ninapopeana huyu Kristo kwa huyu mtu anaenda kutembea na anaenda kupona. So akasema pesa ambazo unatazamia mimi sina, lakini nakupa, na kile nakupa kile niko nacho. Bwana asifiwe. Amen. So huyu akiexpect labda huyu mtu atanipa gari kwa sababu hapo na koti mzuri, ama atanichengea nyumba, atanifanyia, ama ataamrisha vyakula vitakuja. Lakini yeye haikuwa hivyo. Bwana asifiwe. Anasema mimi nina possess Christ and in the name of Jesus Christ and walk. Bwana asifiwe. Huyu mlemavu akafanya gani? Akaanza kutembea, akaenda na akashukuru Mungu. Bwana asifiwe. Why? It was because of the name of who? The name of Jesus. So tunaona ya kwamba kwa hili jina la Yesu Kristo ambalo tunalijua, tunapoliamini na tuamini nguvu iliyo ndani mwake, hakuna jambo lolote ndani ya maisha itakafana gani itakalotushinda. Bwana asifiwe. And there is no access ambayo itatushinda sisi tu access. Na hakuna siku tena ambayo tutakuwa tunaomba ya kwamba God open for us doors. Bwana asifiwe. Because this name, it is able to open every door. Biblia inasema ya kwamba alipoenda kusimu, alienda kunyang'anya funguo zote. Bwana asifiwe. Amen. Na akakuja na funguo. So it means that this name possesses all the keys. Bwana asifiwe. Amen. So as Christians who have this name, it means that we are able now to walk in open doors. Everywhere we go, we don't need to pray for the door to be open, but we walk in open what? Open doors. And in that way, we are now able to help others also to walk in open doors. Bwana asifiwe. Amen. Because ukuaji wako na heshima zako na umaarufu wako unakuja kwa ajili ya wewe kusaidia wengine watembee katika nini? Milango ambayo imefunguka. Bwana asifiwe. Hiyo ndio itafahamu na gani? Itasema ya kwamba you are now great. But your greatness is not like that you have many people, you have many followers, you have many whatever. No. The greatness you have, it is determined by what? The people you have molded. They are walking through the open doors. Bwana asifiwe. Lakini usipofanya hata mtu yoyote atembee katika malango ambayo yamefunguka, then it means that you are just useless. Hata uwe na watu milioni moja, they are following you, but those who are following you, they are not seen. Wanaenda kuanguka katika shimo. That's useless. Bwana asifiwe. So ukiwa na Yesu ana funguo, na hizo funguo zinawezesha wengi watembee in what? In open doors. Na sasa ndio hawa Wakristo wa kweli wanapoenda mbele za Mungu wanashukuru tu Mungu ya kwamba thank you God for opening for me this door.
Thank you God for opening for me this another door. Bwana asifiwe. They just thank God for that. Lakini wale ambao hawaelewi jina la Yesu Kristo, maombi yao ni haya. Baba, naomba unifungulie milango. Bwana asifiwe. Unifungulie milango hii. Unifungulie milango hii. Unifungulie milango ile. Bwana asifiwe. Anaomba kwa ajili ya funguliwe milango. But already we have the name. Now at the name we are given, it has the keys. It has the key to open all the doors. Why are we searching for the somebody to come to open for us the door? Yet we have the name, and the name is the master key of all the what? The locks. The name of Jesus is the master key. It opens every door that we need in our life. That's what you feel. Then tuangalie tu Romans hapa, Romans 10:13. Alafu kwa sababu ya muda Asante hiyo pasika na inafika. So tuangalie hapo ile kwa Romans Warumi 10:13. Romans 10:13. Biblia inasema ya kwamba those who call on the name of Jesus, they shall be saved. Bwana asifiwe. So kuokolewa kwako ni kuelewa na kuita jina la nani? Jina la Yesu. So wokovu wetu unakuja kwa ajili ya jina la nani? La Yesu. Aliyepata niza tusomea. Kila atakayeliitia jina la nani? La Bwana atapata nani? Bwana asifiwe. Kila atakayeliitia jina la Bwana atapata nani? So wokovu wetu unakuja because of understanding this name. Usipoielewa hii jina, unaweza kaa katika maumivu, unaweza kaa katika mateso. Shetani anaweza kukuumiza. Na hata Biblia anaweza kukuchuchunga. Bwana asifiwe. Yes. Anaweza kukutesa, unaweza teseka ukiwa hapa duniani. Because you don't understand what? You understand this name. But if you understand the name of Jesus, then it means that you are in a safer place. Hautasutwa, hautapepetwa kama ngano. Bwana asifiwe. Bali wewe uko nini? Uko salama. Wakristo wengi wanaumia because they don't understand the name of Jesus. And if you don't understand the name of Jesus, then salvation is not part of you. Bwana asifiwe. Wewe uko pale kwa ajili ya kuumia. Mawazo shetani anaingia pale, anakutesa. Usiku unakosa usingizi, mchana unatembea, unaungia peke yako barabarani. Unakaa na bilio ndani ya moyo wako because there is no salvation in your life. Hakuna wokovu haupo. Why? Kwa sababu hautaielewa jina la nani? Jina la Yesu. But if you understand the name of Jesus, then it is salvation for your life. Na Yesu akasema ya kwamba ulimwenguni mtakapopita mjue ya kwamba si mahali ambapo ni rahisi, kuna mateso. Lakini mimi nimeshayashinda, nimewaachia hili jina langu la nini? La ushindi. Naye mtakaloliamini hata naye mtapamba nani? Mtanishinda. Lakini shetani anakuja, anaanza kukuonyesha vile watu wanakutesa. Sasa concentration yako unatoa kwa jina la Yesu, unaliweka kwa wanadamu. Usiku na mchana unaanza kulia. Unasema sasa angalia, baba yangu vile hakunifunza vile nateseka na mimi. Kazi ambayo ninafanya ambayo haifai. Unalaumu kila watu mpaka majirani. Bwana asifiwe. Mpaka wengine unawekea uchawi ya kwamba wananichawi. Lakini kumbe wewe mwenyewe ndiye hauelewi hili jina. So unatembea katika kuumia na kuteseka because you don't understand the power of the name of who? The name of Jesus. But if you understand the power that is there in the name of Jesus, now you are saved. Licha ya yote kuyapata, wewe moyo wako hausuniki. Na hapa ndio Daudi alisimama. Mandugu zake wakaanza kumtusi, hapa kamtusi kachinga, hapa baba akaruhusu nini kakakuja hapa. Anajua ni kierere, alikatuma huku nini.
Lakini yeye hakuangalia vile wanamuongea. Yeye alikuwa anatazamia Mungu, ya kwamba huyu Mungu ananipa ushindi, naenda kushinda nani? Naenda kushinda huyu Goliath. Bwana Yesu asifiwe. So hakuangalia Mungu. Stefano ndio huyu hapo pale anatangaza neno la Mungu. Lakini hao wanasimama na mawe. Wanapompiga mawe, yeye hakomi kutangaza neno la Mungu. Bado amesimama mpaka kifo chake. Na hata wakati anapokufa hawaombei mabaya, anasema Mungu wasamehe, maana wanayoyafanya si nini? Si mema. Wanaweza kufikia wengi tumeombea wengine mabaya, wanaotutendea maovu. Wanaweza kufikia umemwombea ya kwamba huyu mtu sijui aliniibia, hata asifaulu asifanikiwe ndani ya maisha yangu, nilimpatia pesa zangu na pesa zangu akakula hapo nirudishia, sasa asifanikiwe tufanye mna gani? Aje tuombee mema. Wanaweza kufikia tusiombee mabaya, kwa sababu Mungu ako na yeye ako pale kwa ajili ya kututendea. Milango iliyofungwa yeye anafungua kwa ajili ya sisi kupita ndani. Waliotukua yeye alitarishi. Wanaweza kufikia Mungu anafungua milango ingine ya sisi kwenda mbele. Waliotuongea vibaya, kuna wengi walituongea vibaya, wanaenda huko Nairobi hawatafanikiwa, wanafanya kazi hivyo, lakini hakuna mahali popote wanaenda, watakufa hivyo. Wanaweza kufikia watu wameiongea, lakini sisi tunaielewa hili jina. Hili jina linakeuza mambo yote walioiongea. Wanaweza kufikia so hatukufi roho, hatusimii sisi ni wa kwenda mbele, kwa sababu kuna hili jina ambalo linatutia nguvu. Wanaweza kufikia wakati tunaonekana wa kusimia, hili neno linakuja na kufanya gani? Na kututia nguvu. So hatusimii, hatuangalii watu wanatuongea nini. Hii tunaangalia Mungu anaongea juu yetu nini. Wanaweza kufikia unapoangalia watu wanakuongelea nini, watu wanakupangia nini, hapo ndio kusima. Lakini unapoangalia hili jina linaongea kwangu nini, wewe unaenda mbele. Wanaweza kufikia so kama hili jina litakutolea vikwazo za watu ambao wanakuongea. Hili jina litasafisha maisha yako, yatakuwa safi. Wanakutusi lakini unacheka. Hawa watu wanakonga Yesu mishale, lakini kwa sababu ile jina Yesu anasema usiwahukumu kwa lolote. Bwana Yesu asifiwe. Why? Kwa sababu jina anaielewa, na hili jina linaleta ushindi, na baada ya hiyo linaleta ushindi kweli. Tunaangalia Yusufu, ndugu zake wamemkataa, wanapanga kumuua, wanapanga kumuuza, kumfanyia, kumtupa katika shimo, yaani hawamtaki kabisa. Lakini Yusufu hahesabu hayo. Wanapokuja wakaribisha ndugu yangu kuja tukule kwa meza moja. Wanaweza kufikia na ndiposa Biblia inasema ya kwamba Daudi ndiye anaongea, anasema Bwana ataandaa meza mbele ya nini? Ya maadui zao. Wanaweza kufikia sasa wewe unataka maadui wote wakufe, maadui wote watoke, na Bwana atakapoandaa meza utakula na nani? Wanaweza kufikia na Bwana hawezi kuandalia peke yako meza, anataka aandae mbele ya nini? Ya maadui zako. So hata waombee waishi, ili atakapoandaa meza kubwa pia wakaribishe kuja tukule pamoja. Wanaweza kufikia nao wafurahi, wasifanye magani, washangilie Mungu wako. So kwa hayo tuamke kwa miguu zetu. Labda jina la Yesu iliweka mbali, hauko na litani kwa vyovyote, ukawa unateseka, mapito tu mingi, mtu akikukwasa kidogo unakaa na hasira hivyo, unaweka mpaka. Kuna wengine mpaka wanaenda kanisani na kuna hata wasalamiani wameweka mipaka. Bwana asifiwe. Hiyo ni mambo ya shetani, hiyo sisi hatuko. Sisi tuko na jina la Yesu ambaye ni wokovu, na hili ndio tunafika mbinguni. Haya mambo yote ya dunia yatapita, kupitana kutapita, hizi vikwazo vitapita, vyote vitapita, lakini hata ni jina la Yesu ya kwamba hili litatuwezesha utaona ufalme wa mbinguni, na kwa hili jina ndilo litatuwezesha. Hapo duniani hatukupewa chochote, urithi mwingine hatukupewa. Urithi ambao tulipewa ni jina la Yesu, na Biblia inasema yeyote atakayetumainia, na tukiomba chochote kupitia kwa hili jina ya Yesu tutapata. Hili jina tulipewa kwa ajili ya utukufu na kwa ajili ya wewe na mimi tuishi katika salama. Karibu mchungaji.